kwa maana umepata neema mbele zangu. Unaona, kila hatua Mungu anaongelea neema, 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 kwamba hamkustahili mtendewe haya ambayo ninakwenda kuwatendea, lakini nitawatendea kwa sababu tu mmepata neema. Musa anaongea na kuweka na ombi lingine hapa, anasema, anamwambia Musa kwenye mstari wa 17, Musa anamwambia Mungu sasa, anasema, kwa maana itajulikanaje kuwa nimepata neema mbele zako, mimi na watu wako? Sio kwa sababu unakwenda pamoja nasi, hata mimi na watu wako tutengwe na watu wote walioko juu ya uso wa nchi. Bwana anamwambia Musa, nitafanya na neno hilo ulilolinena, kwa maana umepata neema mbele zangu, nami na kujua jina lako. Akasema, nakusihi unionyeshe utukufu wako. Akasema, nitapitisha wema wangu wote mbele yako, nitapitisha wema wangu wote mbele yako, nami nitalitangaza jina la Bwana mbele yako, nami nitamfadhili yeye nitakaye mfadhili, nitamrehemu yeye nitakaye mrehemu. Ni Mungu anaongea haya maneno. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa angalia, Mungu anasema nitapitisha wema wote kwa sababu tu ya neema, wema wote. Alafu anasema nitamfadhili nitakaye mfadhili. Kufadhiliwa ni mtu anasema, tunaona watu, makampuni mengi au serikali nyingi zinasema tumefanya mradi fulani kwa msaada wa watu wa Marekani, au kwa msaada wa Denmark, au kwa msaada wa shirika fulani. Manake wamefadhiliwa na wale watu. Sasa Mungu anasema nitapitisha wema wangu wote mbele yako, nami nitalitangaza jina la Bwana mbele yako, nami nitamfadhili yeye nitakaye mfadhili, nitamrehemu. Kumbe ndio maana unaona mtu amekuja amesikia kwamba pale kanisani ni majira ya kukumbuka na Bwana, wala hajaokoka wala mjui Mungu wala hasari hapo, lakini anakuja na anapata kile alicho Bwana akitaka. Unaweza kusema, Mungu, kwa nini hao waliokuwa siku zote wasipate hao watu? Kwa nini umempa mtu ambaye hata hakujui, hata hajaokoka, hata alikuwa hasari? Hapa anasema nitamfadhili nitakaye mfadhili, nitamrehemu nimtakaye mimi kumrehemu. Haleluya kanisa. Hiyo ndio tunaposema majira ya neema. Maanake fadhili za Mungu zinakuja kwa yeye anayetaka kuwafadhili. Rehema za Mungu zinakuja kwa wao ambao Mungu anataka kuwarehemu. Yaani ninapitisha rehema yangu. Lakini anamwambia Musa, wema wangu wote nitaupitisha mbele zako. Haleluya kanisa. Sasa angalia, Musa huyu alikuwa anachunga kundi la watu, wana wa Israeli, watu wengi. Na Mungu anasema nitapitisha wema wangu wote mbele zako. Alafu hao watu nao wachunga, mimi nitaangalia nani ni mfadhili, nani ni msamehe. Maana wengine hawahitaji kufadhili, wanahitaji rehema. Kinachofanya asipokee kile anachokiomba kwa sababu ana dhambi, ana uovu. Mimi ninapomtazama Simoni yeye naona ule uovu, siwezi kumtazama. Kwa hiyo ninapita na wema wangu wote. Huu wema umebebeshwa rehema ndani yake. Yule ambaye nilikuwa sinashindwa kumtazama kwa sababu ya uovu, kwa sababu ninaachilia hii neema, napita kwake na kumrehemu. Maanake ninapomrehemu anapokea kile alichokuwa ananiomba. Huyu ambaye hana dhambi, mimi nakuja kumfadhili. Haleluya kanisa. Ndio maana wema wa Mungu ni mkuu sana. Kwa nini? Angalia, nitamrehemu yeye nitakaye kumrehemu, nitamfadhili yeye nitakaye mfadhili, nitamrehemu yeye nitakaye mrehemu. Kwa hiyo tunaposema majira ya neema, manake ni upendeleo ambao Mungu anauachilia kwa watu ambao hawakustahili. Haleluya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana unaona wokovu unaenda kwa majambazi, jambazi anaokoka,
kahaba anaokoka, mlevi anaokoka, ni ufadhili au ni rehema ambazo Mungu anazipitisha mbele za watu wake. Kwa hiyo tunaposema ni majira ya neema, tarajia vitu ambavyo hukustahili Mungu kuvifanya kwako. Tarajia mambo ambayo hukutakiwa kuwa nayo au kuyapata, lakini kwa sababu Mungu ametangaza neema, nitapata kwa neema. Haleluya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndiyo, angalia mazungumzo ya Musa na Mungu hapa. Musa anamwambia kama nimepata neema mbele zako, kama nimepata neema, basi Mungu usituache tuende peke yetu, tuchukue twende pamoja na wewe, maana umesema nimepata kibali, nimepata neema, na wewe huniambii ni nani atakayetuchukua hapa. Anaomba kwamba usituache twende peke yetu, tunataka twende na uso wako. Mungu anamwambia na hilo uliloliomba nitalifanya. Yaani kwamba wakati wa neema, kwa lugha nyingine kwamba omba lolote, kama nani yule mtoto wa Daudi aliambiwa omba utakalo. Si kwamba alikuwa mwema sana, si kwamba alistahili hivyo Mungu kumwambia, ni neema ya Mungu kwamba omba ulitakalo. Suleiman, omba ulitakalo utatendewa. Akaomba hekima. Angalia, Mungu akumpa hekima tu, akampa na upendeleo, kwa sababu ni neema. Kile kitendo cha kuambiwa omba utakacho ni neema. Bwana asifiwe sana. Ni kwamba Mungu alikuwa tayari kwamba wewe sasa hata nusu ya ufalme wangu nitakupa. Ona, Esther anaambiwa omba ulitakalo, hata nusu ya ufalme nitakupa. Si kwamba alistahili. Palikuwa na sheria ngumu sana ya Uajemi wakati ule, ngumu sana, na waliambiwa ukiingia bila ruhusa wa mfalme unakufa. Bwana asifiwe sana. Si kwamba Esther alipata kibali kile kwa sababu alikuwa ni malkia. Kwa sababu hata aliyoondolewa alikuwa ni malkia. Lakini sheria walisema kwa hili kosa alilolifanya huyu malkia, watu watawadharau wafalme wa Kiajemi. Kwa hiyo tufanyeje? Tuonyeshe mkazo mkali, huyu apewe adhabu kubwa, ili kila atakayesikia aheshimu hiyo nafasi. Kwa hiyo hata Esther kuingia bila kibali, kinyume na sheria, kwenye lile behewa la mfalme, sheria ingembana, angeuawa. Lakini alipata neema, badala ya kubanwa na sheria uawe, mfalme anamwambia omba hata nusu ya ufalme wangu ninapo. Ile ni kibali, ni fadhili za Mungu. Ndio maana ukisoma kule nyuma, kabla hajaenda kwenye behewa, Esther alikuwa kwenye maombi atatoka. Alikuwa kwenye maombi mazito na Wayahudi wote. Kwa hiyo anaingia pale, anajikuta mfalme anaacha kukumbuka kwamba huyu mwanamke ameingia bila ruhusa yangu, na sheria ya Wamedi inakataa. Yeye anamwambia, anamnyoshea fimbo na kumwambia haja yako ni nini? Nini utendewe? Hata nusu ya ufalme wangu utapewa. Ni neema. Sasa ninaposema ni majira ya neema, maana yake ukiomba kwenye majira haya, Mungu anaweza kufanya jambo ambalo wewe hukustahili kufanyiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kila atakayesikia atashangaa, huyu ametendewaje jambo kubwa kama hili? Imekuwaje huyu amefanyiwa hiki? Ni neema. Ni majira ya neema. Bwana asifiwe sana. Haleluya kanisa. Kwa hiyo Musa aliyajua haya, anasema kwa maana itajulikanaje kuwa nimepata neema mbele zako mimi na watu wako? Sivyo kwa sababu unakwenda pamoja nasi. Yaani nimepata neema si kwa sababu tu unaenda na sisi. Hata mimi na watu wako tutengwe na watu wote walio juu ya uso wa nchi. Bwana akamwambia Musa, nitafanya na neno hili ulilolinena, kwa maana umepata neema mbele zangu. Kwa hiyo Mungu alimwambia, ombi la kwanza la wewe unataka uso wangu uende na wewe, hilo nitafanya. Anasema nitajuaje? Si tu kwamba unaenda na sisi, nitajuaje? Ninachoomba sisi tutengwe na watu wote walio juu ya uso wa nchi. Tutengwe na watu wa dunia hii. Mungu anamwambia na hilo uliloomba nalo nitalifanya. Kwa nini? Neema imeachilia.
Haleluya kanisa. Ona kitu hapa, si kama unaona kama mimi ninavyo, kwamba kumbe wakati wa neema chochote unachoomba Mungu anaweza kufanya, kwa sababu ni kama imeachiliwa, ni kama Mungu amefungua huo mlango kwamba niombeni nanyi mtapewa. Kwa sababu ni rahisi kusoma ombeni nanyi mtapewa, lakini unaomba upate. Ombeni nanyi mtapewa. Mbona naomba sipati? Mbona Mungu amesema hapo ombeni mtapewa? Mbona naomba sipati? Majira ya neema, chochote unachokiomba Mungu anafanya. Ndio maana ya Musa kwamba ameomba jambo la kwanza, anasema uso wangu utaenda nami nitawapa raha. Maana ombi limejibiwa. Uso wako uende nasi. Mungu anasema uso wangu utaenda na nyinyi, nami nitawapa raha. Sasa tutajuaje kama wewe sio kwenda na sisi tunataka tutengwe na watu wengi? Hata hilo nitalifanya. So rahisi. Kwa nini Mungu kila kitu anakubali hapa? Ni kipindi cha neema. Bwana asiwe sana. Kwa hiyo wakati wa neema ni kama mlango wa maachilio umefunguliwa kwa watu wa Mungu. Ndio maana ya mwezi wa 6. Mlango wa maachilio umefunguliwa. Ndio maana kabla ya Roho Mtakatifu unaona kule nyuma malaika wanatumwa, wale wanaopelekewa zile taarifa. Hata walikuwa hawana hilo ombi, lakini ni mbingu zinaamua kufanya. Kwa sababu kwa mfano malaika alipotumwa kwa Mariamu alikuwa hana ombi la yeye kupata mtoto, ila yeye alikuwa mcha Mungu. Neema ilipofunguliwa akashangaa tu, malaika anakuja anamwambia habari njema kwamba kwako nimetumwa Mariamu, tazama mtoto utamwita jina lake Yesu, yeye ndiye atakayewachunga watu wa Israeli, yeye atawaokoa watu na dhambi, yeye atakuwa mlisi wa kiti cha Daudi baba yake. Unaona, Mariamu anahoji jambo hili linawezekanaje? Mimi hivi nilivyo sijui chochote. Anasema Roho Mtakatifu, Mungu aliye mbinguni atakujilia. Kwa hiyo si wewe, sio kwa nguvu zako, si kwa akili zako. Hayo mambo yote yatafanyika na Mungu mwenyewe. Nasema mimi ni mtumishi wa Bwana, nitendewe hayo. Niko tayari yafanyike hayo. Kwa nini? Ni neema. Wakati kama huo wengine wakaenda kwa Sara. Ibrahimu akawatunuku kwa kuwapa chakula, kuwapa maji wanao miguu. Anahimizwa Sara, tengeneza mkate mzuri wale. Baada ya pale wanasema tutakuja tena mwakani majira kama haya. Sara utakuwa unanyonyesha. Si wakati wa kunyonyesha. Umri umeenda. Mzunguko umekoma. Neema imefunguliwa. Sara mwenyewe akacheka. Sasa tumepokea wageni au wageni wa leo kiboko. Mimi nitazaa. Na uzee huu. Ambaye unacheka, uamini. Sasa utaona. Sikucheka, umecheka. Ikaje ikawa vile vile. Kwa nini? Ni neema. Neema imeachiliwa. Majira kama haya malaika walitumwa kwa Manoa, mama yake na Samsoni. Bwana asifiwe sana. Wakampa taarifa kwamba utazaa shujaa. Angalia, atakuwa mnadhiri tangu tumboni mwako. Angalia, usinywe kileo chochote. Mama mtu mzima na mume wake ni mtu mzima. Wanasema kama kweli wewe ni malaika, kesho tena uje tuambie hizi habari. Kesho tena malaika anaenda. Mume wake anatafuta uthibitisho, anatafuta kila anachomwambia malaika anakifanya. Kwa nini? Ni kwa wakati wa neema imeachiliwa. Kwa sababu naweza kutafuta uthibitisho na wasikuonyeshe uthibitisho wote. Angalia, mmoja alitafuta uthibitisho si kipindi cha neema. Akaambiwa sasa wewe utakuwa bubu kwa sababu huamini mpaka yatakapotokea haya. Lakini kwa Manoa haikuwa hivyo, akwambia utakuwa kipofu. Kipindi cha neema kila uthibitisho aliotaka ulifanyika. Kwa Mariamu hivyo hakuambiwa utakuwa hivi, nitawezekanaje? Malaika anajieleza. Itakuwa hivi, itakuwa hivi. Mimi ni mtumishi wa Bwana, nitendewe hayo. Malaika naye azungumza. Kwa nini? Ni neema. Bwana asifiwe sana. Anamwambia Musa pia, nitafanya na neno hilo uliloninena, kwa maana umepata neema mbele zangu. Yaani kinachonisukuma mimi Mungu kufanya, umepata neema. Ni neema imeachiliwa kwako. Sema Bwana Yesu, majira ya neema, naomba unikumbuke, naomba unifadhili, naomba unirehemu. Wewe umesema
utamfadhili umtakaye, utamrehemu umtakaye. Miongoni mwa utakao wafadhili usinisahau, nikumbuke, usinipite, nikumbuke kwa jina la Yesu. Twende andiko lingine, kitabu cha Mwanzo 19. Mwanzo 19. Kitabu cha Mwanzo sura ya 19 mstari wa 19 mpaka wa 23. Mwanzo 19 mstari wa 19 mpaka wa 23. Anasema, tazama mtumwa wako ameona kibali machoni pako, nao umezidisha rehema zako ulizonifanyia kwa kuponya nafsi yangu, nami siwezi kukimbilia mlimani nisipatwe na yale mabaya nikafa. Basi mji huu ulio karibu ni ukimbilie, nao ni mdogo, nijiponye sasa huko, sio mdogo huo, na nafsi yangu itaishi. Akamwambia, tazama, nimekukubali hata kwa neno hili, kwamba sitaangamiza mji huu uliounena. Hima ujiponye huko, maana siwezi kufanya neno lolote hata uingiapo humo. Kwa hiyo jina la mji ule ukaitwa Soari. Jua lilikuwa limechomoza juu ya nchi Lutu alipoingia Soari. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia, Mungu alikuwa ametuma malaika zake kule Sodoma na Gomora. Ametuma malaika kule Sodoma na Gomora. Wale malaika walipanga kufikia kwenye uwanja tu wa wazi, yani wafikie pale, wakae pale mpaka wafanye kazi yao waliotumwa na Mungu. Lakini kwa kuwa kuna mtu aliomba sana kwa habari ya Lutu, alikuwa kule Sodoma. Huyo alikuwa ni Ibrahimu. Aliomba sana, alikaa kwenye maombi na Mungu akiombea Sodoma na Gomora ili Lutu asiangamizwe. Kwa kuwa Mungu alisikia na kuyakubali maombi ya Ibrahimu, wale malaika wakaenda mpaka nyumbani kwa Lutu. Walipofika nyumbani kwa Lutu, wakati wanataka kuifanya kazi walioiendea kule, wakamwambia Lutu kwamba jiponye nafsi yako, ondoka, kimbia. Sasa Lutu akaona kwenda mlima ambao malaika walitaka waende ni mbali, na karibu na ile Sodoma palikuwa na mji unaitwa Soari. Bwana asifiwe sana. Umeatajwa hapa, unaitwa Soari. Lutu akapiga hesabu kukimbia mpaka kwenye mlima ambao malaika walielekezwa waende ni mbali sana. Tukienda Soari ni karibu na Sodoma, tunaweza tukadakwa na sisi na moto. Ngoja niombe. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo anawaomba wale malaika. Ndio unaona ombi lake hili hapa. Anasema, tazama mtumwa wako ameona kibali machoni pako, nawe umezidisha rehema zako ulizomfanyia kwa kumponya nafsi yangu, nami siwezi kukimbilia mlimani nisipatwe na yale mabaya nikafa. Basi mji huu upo karibu, ni ukimbilie, nao ni mdogo, niponye sasa huko. Anasema niponye sasa huko, sio mdogo huo, na nafsi yangu itaishi. Akamwambia, tazama, nimekukubali hata kwa neno hili, kwamba sitauangamiza mji huo uliounena. Hima ujiponye huko, maana siwezi kufanya neno lolote hata utakapoingia kwenye huo mji. Angalia, mambo yanasimama, yaani muda wa kufanya kazi waliotumwa umefika, lakini kwa sababu huyu Lutu amepata kibali, amekubalika mbele za Mungu, kwa hiyo kila anachokiomba mbingu ziko tayari kumsubiria. Wanamwambia, hatutachoma mpaka wewe uingie kwenye ule mji. Na huo mji uliochagua, japokuwa upo karibu, ulipaswa na wenyewe
lakini kwa sababu wewe umeomba, hautaangamia huo mji mpaka wewe ufike pale. Hata tukichoma ule mji hauangamii. Kwa nini? Amepata kibali. Haleluya kanisa. Hiyo ndio neema ya Mungu. Unaposema majira ya neema, kwamba Mungu anafanya kitu ambacho wewe ukustahili. Kwa sababu Mungu anapohukumu Sodoma na Gomora, Lutu alipaswa na yeye hukumiwe kwa sababu alikuwa ndani ya ile nchi. Lakini amepata kibali. Na anapata kibali cha akimbilie milimani. Bado anapata kibali kingine kwamba siwezi kwenda kwenye ule mlima, naomba niende kwenye mji huu wa karibu. Bado mbingu zinamkubali, nenda hata huo mji wa karibu. Kumbe neema inapoachiliwa, chochote unachokiomba Mungu anakifanya. Ndio lile neno, omba lolote kwa jina langu. Omba lolote kwa jina langu nitalifanya. Kwa nini? Umepata kibali. Kama si kibali, isingekuwa hivi. Isingekuwa hivi. Kwa sababu wanasema samaki mmoja akioza, wameoza wote. Mji wa Sodoma na Gomora ulioza. Ungekuwa utinduliwe wote. Kama Lutu alikuwa mwenye haki, basi roho yake ingeenda mbinguni. Lakini kwa nini anaondolewa? Kibali, neema. Sema Bwana Yesu, kibali chako ninakihitaji majira haya. Neema yako isinipite majira haya kwa jina la Yesu. Kuna mambo unakuwa umeomba sana na Mungu anasikia, si kwamba hasikii, lakini ana majira yake ya kufanya. Kuna mambo unakuwa umemlilia Mungu sana, lakini ana majira yake ya kukufanyia. Na majira yanapofika, Mungu huwa anasema. Yaani unakuta huu ujumbe hapa nimeuandaa, kuna watu ambao wanatakiwa watendewe. Kwa nini? Mungu alishasikia maombi yao. Nasubiri wakati wa neema, wakati wa kipendeleo, wakati wa kuachilia kibali. Haleluya kanisa. Ndio maana unaona mtu anasema, ikiwa nimepata kibali machoni pako, si kunichukua tu, si kwenda na sisi tu, hata tutengwe kabisa na watu wa duniani. Mungu anasema hata na hilo nitalifanya. Unamwona Suleimani anasema nipe hekima. Mungu anamwambia si hekima tu, hekima umepewa, lakini nitakupa na mali na nini na nini na hakuomba hayo. Kwa nini Mungu anafanya yote haya? Kibali, neema. Wakati wa neema ulifika. Anamwambia hilo tu, nitafanya na hiki, nitafanya na hiki, nitafanya na hiki. Angalia yule msichana aliyekutana na yule mtumwa wa Ibrahimu. Mtumwa wa Ibrahimu anamwambia nipe maji ninywe. Yule msichana anasema si maji tu, nitakupa maji unawe, nitakupa maji unywe, unawe na miguu yako, lakini nitanywesha na kondoo zako na ng'ombe zako na ngamia, nitanywesha na wenyewe maji. Kwa nini? Yaani yule baba tayari ana kibali kwa yule binti. Nani amekiachilia hicho kibali? Mungu mwenyewe. Haleluya kanisa. Angalia Yesu alipokutana na Samaria, mwanamke Msamaria pale kisimani. Anamwambia nipe maji nini. Anamwomba maji. Cha kwanza mwanamke anasema nyinyi na sisi toka lini tukachangamana hata tuombane maji? Manake hayuko tayari kutoa maji. Sasa Mungu inabidi aanze kumwambia, ungejua unayeongea naye ni nani, usingemnyima hayo maji yako. Wewe ndio utakuwa uniombe mimi maji. Ambaye utapata wapi maji wakati huna cha kuchotea? Tekeo ni yaani vitu vya kushindana. Ni kama Mungu tu aliamua kuachilia kwamba wewe umetumika sana na shetani, ngoja nikuokoe. Hana kibali. Lakini kwa wengine huko ambao muda ulifika, hakuna majibisha. Yaani unasema tayari nitafanya. Wanaweza siwe sana. Muda ukifika, wakati wa neema unapoachiliwa, kila unachokifanya
Mungu anatenda, Mungu anadhibitisha. Kwa hiyo hapa anasema, tazama mtumwa wako ameona kibali machoni pako, nawe umezidisha rehema zako ulizomfanyia kwa kuponya nafsi yangu, nami siwezi kukimbilia mlimani nisipatwe na yale mabaya nikafa. Basi mji huu u karibu, niukimbilie, nao ni mdogo, nijiponye sasa huko, sio mdogo huo, na nafsi yangu itaishi. Anamwambia, tazama, nimekukubali hata kwa neno hili, kwamba sitauangamiza huo mji uliounena. Haleluya kanisa. Bwana Yesu asiwe sana. Kumbe wakati wa kibali na neema una uwezo wa kuombea watu ambao shetani anawatumikisha, shetani amepanga kuwaua. Unaweza kumwambia Mungu, mtu fulani hawezi kufa mpaka apate wokovu. Mama yangu na baba yangu hawezi kufa katika hali ya ulevi ya dhambi mpaka wapate neema ya wokovu. Na Mungu akakubali. Kwa nini? Umeomba kwenye majira. Twende andiko lingine. Waraka wa kwanza wa Timotheo. Majira ya neema ya Mungu kwa kanisa la Mungu. Waraka wa kwanza wa Timotheo sura ile ya kwanza mstari wa 13 mpaka wa 16. Waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya kwanza mstari wa 13 mpaka wa 16. Anasema, ingawa hapa kwanza nalikuwa mtukanaji, mwenye kuwaudhi watu, mwenye jeuri, lakini nalipata rehema, kwa kuwa nalitenda hivyo kwa ujinga na kwa kutokuwa na imani. Na neema ya Bwana wetu ilizidi sana pamoja na imani na pendo lililoko katika Kristo Yesu. Ni neno la kuaminiwa, tena linastahili kukubalika kabisa, ya kwamba Kristo Yesu alikuja ulimwenguni awaokoe wenye dhambi, ambao wa kwanza wao ni mimi. Lakini kwa ajili hii nalipata rehema, ili katika mimi wa kwanza Yesu Kristo audhihirishe uvumilivu wake wote, niwe kielelezo kwa wale watakao muamini baadaye, wapate uzima wa milele. Bwana Yesu asiwe sana. Angalia Paulo anachoongea. Anasema, ingawa hapo mwanzo mimi sikustahili kupata hiki nilichokipata, kupata huo wokovu, kupata hii kalama ya kuhubiri, kuponya, kufanya nini, sikustahili. Kwa nini? Nilikuwa mtukanaji. Lakini wakati ulipowadia, nikapata neema, nikapata rehema. Sikustahili, nilikuwa wahovyo, nilikuwa sifai. Kumbe kuna wakati wa rehema, wa neema ya Mungu. Haleluya kanisa. Mashetani alijua Paulo atawatumikia mpaka kufa kwake, alafu baadaye waende naye jehanamu. Lakini majira ya neema akakumbuka, akatembelewa na Mungu, akakutana na Yesu, akapata wokovu, akapewa vipawa na kalama, akaanza kumtumikia Mungu wa mbinguni. Yule aliyekuwa anaua, mambo yakabadilika. Kwa nini? Alipata neema. Ina mkono wako wa kuume juu, sema, Bwana Yesu, nipate rehema, nipate neema juu ya hitaji langu, nipate neema, nipate rehema juu ya hitaji langu, kwa jina la Yesu. Ukiangalia ukweli, Paulo hakustahili kuwa mtumishi, kwa sababu alimua mtakatifu Stefano, mtu wa Mungu safi, aliyetembea na nguvu ya Roho Mtakatifu kwa wingi. Paulo alisimamia mauti yake.
Biblia inasema alikuwa pale, mashahidi waliokuwa wanaenda kumua Stefano kwa mawe, nguo walikuwa wanaweka miguuni pa Paulo, lakini aliwauzi watu wa Mungu, aliwakamata na kuwabuluza na kuwatia magerezani. Alifanya vurugu isiyostahili. Kwa macho ya kawaida, yaani mimi na wewe tungeambiwa tuamue Paulo anastahili kwenda wapi, wote tungesema aende jehanamu. Yaani Mungu angesema dunia mnasemaje, Paulo aende wapi, wote tungesema huyo akachomwe kabisa. Lakini angalia majira ya neema, akajikuta anabadilisha, anatolewa kwenye utumwa wa kumtumikia shetani, kukamata watu wa Mungu na kuwaua, kukamata watu wa Mungu na kuwafunga magerezani. Hata wakati anatokewa na Mungu, alikuwa kwenye safari na amepewa na vyeti, vibali vya kwenda kuwakamata watakatifu walioko mji fulani. Yaani analiuzi kanisa la Mungu, analivuruga kanisa, anafanya mambo ya ajabu. Yesu anamtokea, anampa neema ya kuwa mtumishi. Naona neema ilivyo nzuri eh? Haleluya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati ambao hata hili ana mavyeti mkononi. Sasa ukitaka kusafirisha, kwa mfano kusafirisha mazao kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine, lazima uwe na kibali cha mali asili, si ndio? Unalipia, ugongewa na muhuri. Ukifika kwenye mageti mle unasimamishwa, ambaye bwana nini, mchele unatoka nao wapi? Morogoro. Wapi? Napeleka Chalinze, tupe kibali. Wanakagua, kama huna vibali wanakamata mzigo. Sasa Paulo yeye alikuwa ana kibali cha kusafirisha mazao, ana kibali cha wakuu kwenda kukamata waliookoka. Yaani kwamba nenda mji fulani, kawakamate wote wanaohubiri imani ya Yesu, waburuze, walete hapa. Yoyote atakayekuuliza kwa nini unawakamata hao, muonyeshe kibali cha wakubwa tumekupa. Ukitaka kusafirisha leo mkaa toka labda Shinyanga kule kuleta Mwanza, au Mwanza kuleta Tabora au Kahama au Dar es Salaam, mkaa lazima uwe na kibali cha kuwaonyesha mali asili. Paulo yeye alikuwa na kibali cha kuwaonyesha watu, serikali za wakati huo, kibali cha kukamata walokole na kuwaburuzi na kuwafunga. Ana hicho kibali. Akiwa anaenda, neema ya Mungu inamfungukia mbele yake. Haleluya kanisa. Ingawa hapo kwanza na alikuwa mtukanaji, mwenye kuwauzi watu, ameshinda tu kumalizia hapo watu wa Mungu. Anasema mwenye jeuri, lakini nalipata rehema kwa kuwa nalitenda hivyo kwa ujinga na kwa kutokuwa na imani. Na neema ya Bwana wetu ilizidi sana, pamoja na imani na pendo lililoko katika Kristo Yesu. Anasema ni neno la kuaminiwa, tena la stahili kukubalika kabisa, ya kwamba Kristo Yesu alikuja ulimwenguni awaokoe wenye dhambi, ambao wa kwanza wao nilikuwa mimi. Kwa hiyo wokovu wake ulikuwa ni kwa neema, yaani hakustahili, kwa sababu ni majira ya neema, akapata neema ya wokovu. Nifundisha somo gumu, mbona kama mko mbali mita nyingi. Bwana asifiwe sana. Hapa ningeongelea lile lililopita, piga niunge okoa, hilo liko karibu sana. Yaani unajua kabisa yule babu yule bibi yule anaye wanga yule ili liko mbali, ndo lina majibu hili. Yaani ulieleweleo, lakini lina majibu, kwa sababu tunaongea vitu ambavyo ni vya kimbingu moja kwa moja, na mwezi wenyewe ni halisi. Haleluya kanisa. Huu ndo wakati wake. Kama unasikia Mungu ni wa utaratibu, Mungu ni wa majira, haya ndo majira yake. Kwa uzoefu wangu wa kumtumikia Mungu hapa, nimeona wengi wakijibiwa mwezi huu. Bwana asifiwe sana. Kwa anasema nilipata hicho kibali na hiyo neema kwa ajili ya Yesu. Sikustahili. Ni kweli, ukisoma habari za Paulo kabla hajaokoka, hakustahili kuwa mhubiri wa Injili. Fikiria mabishano ya Stefano
na wale watu wa makanisa ya kipagani. Biblia inasema Stefano alijaa Roho Mtakatifu. Wakati anaanza kuongea mbele ya wenye mamlaka, sura yake ikawa inageuka, yaani inang'aa kama Yesu alivyokuwa anageuka pale mlimani, kama malaika, yaani inarudi, anaongea kama malaika anaongea. Kwa nini? Alijaa nguvu ya Mungu ndani yake. Huyo unasimamia mauaji yake. Paulo alisimamia mauaji ya Stefano. Lakini kule alikokuwa anaenda kulikuwa na mtumishi mmoja mzuri sana, Anania. Wanasifiwa sana. Alikuwa anawafuatilia hao, akawakamata, awafunge, awalete Yerusalemu. Anatokewa kwa neema, yaani hukustahili, mimi Mungu nakupa kipawa. Na Paulo ndio aliyefanya miujiza kupita kawaida. Ukisoma katika mitume wale waliomtumikia Mungu, yeye amehubiri sana, lakini Biblia inasema kwa mikono yake Mungu alifanya miujiza kupita kawaida. Hakustahili, lakini ona Mungu amemtumia kupita neema. Hakustahili, neema. Waliostahili ni akina Petro, kwa sababu hawakuua mikono yao. Walitoka kwenye uvuvi wakapata neema, walikaa na Yesu, walitembea na Yesu. Yesu amekufa, amefufuka, wao ndio walitokewa. Wao ndio walibaki pale kanisani Yerusalemu, pale gorofani, kama watoto yatima. Wao walikuwa siku Yesu ametundikwa msalabani kama wajane, kama yatima, wamekaa pembeni wanalia, Bwana unatuacha hivi. Hao ndio walitakiwa watumike kwa ishara na maajabu. Lakini anakuja kutumika kwa ishara na maajabu kupita kawaida, mtu ambaye hakustahili. Si hata hapa mnasema mtu anakuja tu anapokea, sisi tuko hapa neema. Bwana sifiwe sana. Lazima ujue majira. Lazima omba neema ya Mungu. Angalia Musa alipogundua kwamba amepata kibali, hakuomba neno moja. Ambia uso wako uende nasi. Mungu akamwambia nitaenda na nyinyi nami nitakupa raha. Si hivyo tu, tutengwe na watu wote wa dunia. Hata hilo uliloomba nitalifanya. Kwa nini? Neema ya Mungu. Yule kule Sodoma na Gomora anasema kama nimepata rehema na kibali, nimepata rehema, maana sikustahili, ni rehema zako na kibali, nisiende mbali kule, nikimbilie mji ule mdogo upo karibu. Malaika anamwambia hata hilo tutalifanya, nenda, hatutauchoma ule mji. Kwa nini? Amepata neema, rehema na kibali mbele za Mungu. Haya ni majira yako. Nasema haya ni majira ya kwako. Twende andiko lingine. Twende andiko lingine. Yeremia. Hii tunaijua wote. Yeremia 33. Yeremia 33, sababu ni somo langu, acha niisome. Jua hilo andiko linasomwa kuliko maandiko mengi. Nasomwa sana, kila mtu analijua hilo. Hata wasio na maneno moyoni hilo wanao. Kwa sababu tu lina maneno mazuri. Yeremia 33 mstari wa 3, si ndio? Hiyo mnasoma wengi sana. Leo kiokoka tu, yani unapoliona tu unasema si hapo. Tusome kama kwaya. 1 2 3. Niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Kwa nini niite nitakuitikia? Umepata kibali, umepata neema. Ni majira ya neema. Kwa hiyo majira kama haya Mungu anaruhusu umwite, atakuitikia. Atakuonyesha kwa nini hiki hakikuwa toka mwanzo. Ndio maana Suleimani aliomba majira kama haya, Mungu akamwitikia. Akamwambia omba utakao na utatendewa. Musa aliomba majira kama haya, Mungu akamwitikia. Akamwambia nitakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha.
Wewe leo unaambiwa majira haya ya neema, mwite Mungu. Bwana asifiwe sana. Ni dhambi iliyo kubwa kukata tamaa, yaani kuona Mungu hawezi, kuona Mungu hafai, kuona Mungu hata nitokea. Kukata tamaa ni dhambi kubwa sana, inashabiana na manunguniko. Tunaona wale Mungu aliwaangamiza kwa ajili ya manunguniko. Huwa manunguniko na kukata tamaa vinatanguzana, ni kama mtu na dada yake. Mtu aliyekata tamaa daima unakuta na manunguniko. Kwa hiyo hata unapohubiri hivi kwamba neema ya Mungu, yeye anaona yaani yeye ni ananungunika. Sasa Mungu apendagi hivyo. Bwana asifiwe sana. Kwa nini hapendi manunguniko? Anataka umwite, anataka umwambie. Usiseme nilishamwambia sana. Mwambie. Kwa sababu gani? Yeye ni Mungu, ana majira yake. Sasa mtu unakuta kuna vitu ameviomba kwa muda mrefu, anapishana na majira ya Mungu. Ni yeye mwenyewe anapishana na majira ya Mungu, lakini anapoingia kwenye maombi ana manunguniko. Akikaa mwenyewe na ndio maana kuta wengine hawasali, ni kama mtu aliyejikatia tamaa. Mtu wa hivi ni ngumu sana kutokea na Mungu. Bwana asifiwe sana. Ndio maana Daudi katika magumu yake yote, yeye alisema, alimwambia Mungu, ni bora niangukie kwenye mikono yako. Yaani kama nakufa nifie kwenye mikono yako, si kwa adui. Kwamba usinijibu chochote, lakini bora kufa kwenye mikono yako. Yaani niwe tu kwenye mikono yako, hata kama sina chochote, niwe kwenye mikono yako. Unaona Mungu anaona huyu anajielewa. Hakuwa tu kwenye mikono yake, aliitumia mikono yake kuwalipiza visasi maadui zake. Mbali ya hivyo akampa nafasi ya ufalme aliyotaka. Mbali ya hivyo ufalme wa Daudi ulikuwa ni ufalme imara sana. Imara. So wa ovyo usiyeteteleka. Yaani watu walikuwa wanamsikia Daudi kwa uhodari wake wa vita, lakini walikuwa wanamsifia Daudi kwa namna anavyomcha Mungu. Ndio maana naona hata baada yake Mungu anamwambia Suleiman kwamba kwa ajili ya mtumishi wangu Daudi, yaani Daudi mwenyewe alishakufa, bado Mungu anamwambia Suleiman, nimebakiza haya makabila kwa ajili ya mtumishi wangu Daudi. Kama si Daudi, ningekuwa nimeulalua kabisa ufalme wangu. Huyo alimwambia Mungu, ni bora kufia kwenye mikono yako, nianguke kwenye mikono yako, si mikono ya adui. Sasa leo mtu hiyo ya adui hataki, yaani anataka Mungu fanye, yaani kana kwamba nilimpa Mungu kitu kwanza, alafu namdai kitu changu. Ni kama niliwekeza kitu kwa Mungu, namwambia Mungu nilipe kitu changu, wakati hatujawahi kuweka chochote kwa Mungu. Yeye ndo anatupa sisi. Bwana asifiwe sana. Ukikata tamaa huwezi kuelewa ili somo la neema. Maana hapa tunaona tuna masomo mazuri daima, lakini kuna mtu ameshajikatia tamaa, yaani masomo yanaendelea kwa yeye haja. Akija Jumapili yenyewe dakika chache tu kaondoka, yaani yuko mbele ya Mungu. Lakini haya tunaenda naye, kuna watu wanajenga, kuna watu wananunua viwanja, kuna watu wanazaa, kuna watu wanapokea kazi, kuna watu wanainuliwa kazini, kuna watu vyeo vinapanda. Yeye ameshamkatia Mungu tamaa. Wanaweza asiwe sana. Wako hata hapo watu waina. Sasa mimi nakushauri, sikiliza hili somo, nenda mbele za Mungu kama majira ya neema kwako. Yaani usione hii ina wenyewe, ona hii ni ya kwangu. Hii safari ni ya kwangu. Mimi ndo nakumbukwa hapo. Ukiona hivyo, aonavyo mtu nafsini mwake, ndivyo itakavyokuwa. Unaona nini? Naona miti ya milozi, mimi naliangalia neno langu nipate kulitimiza. Naona nini? Naona ni majira yangu haya ya kukumbukwa kwenye eneo, naliangalia neno langu nalitimiza kwako. Naona nini? Naona mimi sistahili. Unakuwa kama nani yule? Sema sistahili. Yule mbaba yule ambaye ustahili wewe kuingia kwangu. Lakini hata bora yule alijua kwake kule Yesu akienda atakutana na viliba vya pombe, atakutana na konyagi, akamwambia Bwana wewe usiende kwangu, ila sema neno tu. Anasikia sana.
Alijua madhaifu yaliyoko kule nyumbani. Huyu bwana ni mtakatifu. Akifika pale nyumbani anapokelewa na kiliba cha pombe. Akiingia ndani mle nina misokoto ya sigara. Huyu asiende. Sema neno tu. Yule mgonjwa atapona. Alipokea ile uponyaji, hakustahili. Kwa nini? Alitamka kitu ambacho anaona kabisa mimi naweza nikatendewa. Hili ninaloomba naweza nikatendewa. Na mwezi huu ni hivyo hivyo. Bwana asifiwe sana. Anasema niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua wewe. Mwite Mungu kipindi hiki cha neema. Mwambie Mungu na kuita. Haya ni majira ya neema. Nimesikia habari za neema. Naomba kwenye neema hii na mimi nikumbuke. Kwenye neema hii na mimi nitendewe. Majira ya neema na mimi nitendewe hiki. Mwite. Kama kuna majira ambayo anajua si saa hizi ni baadaye, atakuonyesha. Bwana asifiwe sana. Mimi nakumbuka niliwahi kuomba kipindi hicho. Ombi langu kwa Mungu lilikuwa, kwa nini mwaka unakatika hamna washirika kanisa? Hapo unapopaona hapakuwa hivi. Hizi nyumba zingine nyingi zimejengwa tu baada ya kanisa hili. Kulikuwa na chumba kimoja kimaliziki. Chumba kimoja kimaliziki. Hapo uwanjani hapo kutoka ukukota kuna nyumba. Haya mabanda wanaona mpaka wanaliziba kanisa lenyewe, hawakuwepo hata mmoja. Sasa hizi wao wenyeji kuliko sisi waliotukuta. Wanataka kuziba mpaka njia. Sasa kama naomba Mungu, kwa nini? Baadaye nikaingia na mimi kwenye dhambi ya kukata tamaa. Bwana asifiwe sana. Yaani unajua mtu anaweza moyoni nje akaonyesha bado anataka kumtumikia Mungu. Kumbe moyoni kule alishapanga ya kwake. Mimi sasa basi. Kwa anafanya tu nje, ndani kushaka. Ndio mimi nilifikia hapo. Hapa muda wote natelekeza hii huduma. Sasa usiku wake mbingu ziliona hilo, kapata neema ya kufunuliwa mambo ya siri. Nikaambiwa hivi, unaiona fimbo hii ni ya kwako. Unaona wewe mtu amekuja na fimbo. Hii fimbo unaiona ni ya kwako. Lakini huku tena alishika kitu kingine ni cha kwako. Bwana asifiwe sana. Akasema siwezi kukupa saizi. Wengi niliwaamini mapema nikawapa, wameniacha. Unaona Yaani tayari vitu vyangu, fimbo ni mamlaka, sinajua lakini fimbo ni neno la Mungu. Neno la Mungu ndio mamlaka. Lakini huko tena alishika kitu kingine. Niambie hivi vyote ni vya kwako. Lakini si saa hizi. Kwamba unikikupa saa hizi utaniacha. Majira yatakuja, hivi vyote vya kwako nimekushikia. Bwana asifiwe sana. Sawa na mwanao wa miaka 3 anakuomba 100,000 tano. Ya nini? Atakuwa na tilipu za dukani, nipe bidii, nipe sio nini, yani mpaka anakuja kulala kashachoka, kaenda dukani mpaka. Yani wao hawataki ilale, leo iishi. Lakini mwanao wa miaka 18 kwenda huko mbele, hata ukimwambia nini ataitolea maelezo. Sina viatu, nyingine nataka nikanunue shati, nyingine nataka lipie sijui kitu fulani. Yaani unaona kabisa maelezo na hela anayotaka zinaenda. Wanasiwe sana. Kwa hiyo na kwa Mungu ni hivyo. Unapomwita kwenye majira, kama ni majira yako na unastahili unapewa. Kama anaona nikikupa saizi kuna shida, yeye atakwambia kwamba bwana si saizi, ila hivi vitu unavyoviomba vyote hivi hapo utavipata. Wewe majira yako ni baadaye kidogo. Kwa sababu mwingine anaweza kaomba kazi saizi, akishapata kazi yeye na Mungu alishamalizana. Bwana siwe sana. Huwezi kuamini. Kuna mtu mmoja mimi nimemwombea kwenye kitiki. Nimekaa hapa yeye kakaa hapa. Analia naomba kazi kwa machozi.
manyanyaso ni mengi, yaani unakaa unamsikiliza unasema kweli huyu mtu. Kamata mikono yake, nikaanza kuomba. Haikuisha wiki kapata kazi ya maana. Wanasiwe sana ya maana. Nimekuja kuonana naye juzi kule Feli kile kituo cha kule kama unaenda cheka. Yaani nikafuta macho, ni yeye au naona maono. Nywele hizi kaziweka brush. Yaani zimekuwa sijui za aina gani. Wenyewe wanajua wanafanyaje mpaka zinakuwa kama za mzee. Alafu amevaa jinsi la hatari. Lile umu limekanika hivi. Unajua limechanika. Mwanamke huyo mechanika. Umu pembeni kanyoa, yaani hizi ndo zina brush. Umu kanyoa. Kanipita hivi. Bahati nzuri Mungu alimfunga macho asinione. Hiyo nilibaki na mwangalia, ni yeye. Kweli ni yeye. Kudhibitisha ni yeye. Narudi nimekuja kutana naye tena dada. Hii sasa ndio uso kwa uso. Akaingiza mkono anakalaka kwenye mkoba wake, akatoa mtandio, akajifunga. Unaona kapewa alichokitaka, kamwacha Mungu. Wakati huwezi kumuona Kibai akinyoa hivyo. Alikuwa safi. Kashaharibika. Sasa Mungu anajua kadhi ni ya muda. Fedha na dhahabu ni za kwake, nazo tunazitumia hapa duniani. Kule mbinguni hazina matumizi. Kwa hiyo wakati mwingine Mungu anaona huyu nikimpa saizi kuna uharibifu. Na wakati mwingine tu ni neema tu. Yaani tunasema kumbe ningejua nisingeomba. Mungu nisamehe mimi. Mungu nisamehe mimi. Ningejua siku hiyo nisingeomba. Ndio huyu kafikia hapa. Hiyo ni nzuri. Sababu roho yake ni ya thamani kuliko vyote. Wewe kashapotea. Kwa sababu kama hata angekuwa asali hapa, anathali kanisa lolote lililo na Mungu, bado asingevaa. Kitendo cha kuvaa bila kunyoa, huyo hata ibada haendi. Yaani maana hata huko aliko haendi ibada. Kwa sababu huwezi kwenda vile. Wanasiwe sana. Lakini alipokea. Kwa nini Mungu anafanya vile? Analitangaza jina lake. Anamwambia Musa, nitapita mbele zako, nitatangaza wema wangu wote. Kwamba mimi nitawapa wote wanaonililia, lakini watadumu na mimi. Watabaki na mimi. Mimi nitafanya, nitatangaza wema wangu wote. Nitamrehemu nimtakaye, nitamfadhili nimtakaye. Kwa hiyo alirehemiwa, akafadhiliwa. Pale alikuwa tayari ameshaokoka. Siweme alifadhiliwa, hakustahili kufadhiliwa. Maana kuna kazi mtu anaweza kupata. Unajua tu hii hapa hata kwa maombi machache sawa tu. Lakini kuna kazi unaona, mbona tuliomba hivi? Mbona hii kazi ni kubwa umeipata? Wanasiwe sana. Ni fadhili, ile ni ufadhili. Mungu anakuja anasema na kufadhili mwanangu. Majira ya neema. Ila utabaki na mimi. Atakapokuja mwana wa Adamu ataikuta imani duniani. Kwamba nikikupa, nyinyi mashahidi wengine mapacha wamepata hapa. Leo tuko nao. Si kwamba wapo Kigamboni, tunakutana huko mitaani. Pacha. Sasa neema ya Mungu ziko hivi. Haleluya kanisa. Ukiona hujapata, maana yake mwite, mwambie kwa nini kipindi cha neema kimenipita. Mbona siyapata? Atakwambia ningekupa wewe ungekuwa hivi, baadaye ndio ungekuwa wewe. Ningekupa mimi zako niliambiwa wewe bado hizi hapo nimekushikia. Lakini nitaviachilia kidogo kidogo. Kidogo kidogo. Wengi niliwaamini wameniacha. Wengi niliwaamini wananiacha, wameniacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Mmoja aliniambia kweli, akasema mimi kweli mchungaji sisemi uongo. Kipindi nakuja hapa, target yangu ilikuwa mtoto. Nasema mtoto tu amnione tena ile kanisa. Kwa hiyo Mungu akamwacha, akamvuta, mpaka alipoona huyu sasa hata nikimpa haondoki. Alipompa mpaka leo hajaondoka. Anaacha
umjue kwanza. Haleluya kanisa. Kwa sababu watoto hata akikupa ni wako wake baba. Yaani ni wako wake yeye, sio wako wewe. Sasa yeye anataka wewe roho yako inijue, ili hata ukija kufa katika uzee wako uwe ni moja kwa moja kwa baba. Mzee saizi namwambia saizi wewe nimeshamjua Mungu. Saizi wewe. Na hapa nikikaa kidogo napata hamu ya ibada. Yaani siwezi tena. Kwa nini? Amejua. Kwa hiyo atakuonyesha kwamba hichi unachoniomba sasa sio majira yake. Hiki unachoniomba majira yake nitafanya wakati. Haleluya kanisa. Anapowaambia nitakujilia mwakani majira kama haya, manake anajua wewe mwenyewe utajua mimi mwaka kesho. Kuna mambo mengine Mungu atakufunulia kabisa ili hapa. Jumapili nilitoa huyo ushuhuda kwamba wakati wa dhiki yangu Mungu akaniambia nimekuinulia mtu fulani. Na kweli naona huyo mtu kaja. Na anaanza kusimama anafanya na wewe. Na anakuambia muombee huyo nimekuinulia wewe. Sasa nisingekuwa kwenye maombi au huko rohoni kumwita Mungu, unaona mtu amekuja kumbe ni wa kwako wewe hujui. Mfano, mimi naomba Mungu nipe mwenzangu, naomba nipe mwenzangu. Umwiti Mungu akuambie, Mungu anakuambia mwenzako tayari yuko mahali fulani. Wewe una hilo sikio wala huoni. Mwenzako tayari yuko mahali fulani au tayari nimemleta. Muombe sasa afunguke. Wewe unaambia tu nipe mwenzangu. Ombi hili muda wake lilishaisha. Sasa hizi unatakiwa uombe hivi. Wewe uko tu. Niite, nitakuitikia, nitakuonyesha. Wanasiwe sana. Kwa sababu kuna ombi lina expire baada ya Mungu kujibu. Wanasiwe sana. Sisi tulikuwa tunaombea ongezeko la watu. Tuliweka maombi ya saa moja kila siku, ongezeko la watu. Mungu akasema neema hiyo mnayoombea kwa watu kuongezeka nilishaiachilia. Saa hizi mnachotakiwa kufanya, nunueni viti. Watu waje watakao. Unaona? Bila kumsikia hivyo, maana yake tungeendelea tuongeza watu. Jaza watu, viti hamna. Ongeza watu, jaza watu, viti viko wapi? Kwa hili nilishalifanya, nunueni viti. Tukaachana na sisi ombi, tukaanza target ya viti. Kila tukiongeza vinaje. Kila tukiongeza mpaka saa hizi hapa yani lango ni la viti tu. Wanasiwe sana. Usiviangalie hivi saa hizi vimebaki, tumeona vimebaki. Anasemea Jumapili. Wanasiwe sana. Yaani hata kanisa tuwe la watu 3000. Si wote watasali katikati ya wiki. Jumapili ndio unalipima kanisa. Basi Jumapili tukaambiwa viti, ili ombi lilishafanya, limesha expire hilo. Sasa hizi ni hatua ya pili, viti. Na wewe unaonekana kuna ombi unaomba lilisha expire, yaani Mungu alishalijibu. Kuna hatua ya wewe kufanya. Mwite, atakuitikia, atakuambia wewe unataka sasa hizi ufanye hiki. Haleluya kanisa. Atakuambia wapi, lazima umwite kwenye kipindi hiki cha neno. Leo tunaishia hapa kama nimeanza msingi. Kesho nafikiri talielezea kwa undani zaidi. Majira ya neema ya Mungu kwa kanisa la Mungu. Majira ya neema ya Mungu kwa kanisa la Mungu. Simama kwa miguu yako, tupate muda wa kuomba.